Mbunge wa Kigoma mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Clayton Revocatus Chipando maarufu kama Baba Levo ametoa kauli kali kwa wapinzani wake mara baada ya Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Kigoma kufuta kesi ambayo ilikuwa ikipinga ubunge wake. Na hii ilikuwa ni mara baada ya kuzungumza na waandishi wa habari leo Julai 16 mwaka 2026 ambapo Baba Levo amesema sasa ni wakati wa kufanya kazi, si wa siasa, na amewataka pia ambao wanampinga usubiri mpaka mwaka 2030 ambapo uchaguzi mkuu ujao utakapofanyika ndipo wakutane tena kwenye majukwaa ya kampeni. Na kwa mujibu wa Baba Levo, wananchi wa Kigoma mjini walimpa dhamana ya kuongoza kwa kipindi cha miaka 5. Hivyo pia anahitaji muda wa kutekeleza ahadi ambazo alizitoa wakati pia wa kampeni baada ya kuendelea kujihusisha na mijadala ya kisiasa. Na mbunge huyo pia ameishukuru mahakama kwa uamuzi wake, akisema kwamba ametenda haki kwa kuzingatia sheria, na amesema kwamba Chama cha Mapinduzi pia kilimchagua kuwa mgombea wa ubunge kwa kuamini uwezo wake na kutumikia pia wananchi wa Kigoma, na kwamba ataendelea pia kuthibitisha imani hiyo kupitia utekelezaji wa miradi na huduma mbalimbali pia ambazo atazitoa. Kwa hiyo tuungane tuweze kutazama kile ambacho Baba Levo Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hichi ambacho amekifanya. Mwenyezi Mungu husimama na mtu ambaye anaenda kuwatendea wema wale watu ambao yeye amewaumba. Sisi tulichaguliwa, tulipewa nafasi. Watu wa Kigoma wameona kazi ambayo tunaifanya kwa muda mchache, vitu ambavyo tunavifanya. Anatokea mtu anakuja kuzuia hizo baraka ambazo Mwenyezi Mungu amewapa watu wa Kigoma. Na ndio maana mahakama hii imeangalia na kuona bora itende haki kwa hichi ambacho kimetokea. Na mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Mimi nimeumbwa kwa ajili ya kuwapambania watu wa Kigoma. Na hiyo kazi hii nitaifanya kwa nguvu zangu zote. Najua kuna watu wanaumizwa na namna ambavyo nafanya kazi. Wao walitegemea labda nitashindwa kufanya kazi, nitakwama, nitaanguka, nitakuwa mtu mjinga bungeni, nitakuwa mtu mjinga hapa kwenye jimbo, lakini wanashangazwa kuona namna ambavyo nafanya kazi na matokeo yanatokea na wananchi wanafurahi. Wao wanataka kuzuia hilo ili yale ya hovyo ambao wao walipewa nafasi wakashindwa wakayafanya ya mambo ya hovyo yaonekane ni mambo ya maana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watashuhudia miaka 5 ambayo Baba Levo akiwa na combination ya Dr. Samia Suluhu Hassan, matokeo yatatokea katika jimbo letu la Kigoma mjini. Wasubirie 2030 ili waje tupimane kwamba Baba Levo umepewa miaka 5, ulifanya hivi na hivi na hivi. Waje baada ya miaka 5 ya uongozi wangu. Lakini hivi kunisumbua kutaka kesi hii imenigharimu mamilioni ya pesa, ambayo hizo pesa nilikuwa nawekeza kwenye kutengeneza madawati ili watoto wetu waweze kukaa. Umeelewa vizuri? Sasa unachukua hizo pesa unaanza kulipa mawakili kwa ajili waweze kusaidia kukutetea, kitu ambacho sio kitu kizuri sana. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Watulie, waone kazi ya Baba Levo katika jimbo la Kigoma mjini. Washuhudie kati ya wale ambao walitangulia na Baba Levo ni nani ambaye ameyafanya aliyo mema. Chama cha Mapinduzi na viongozi wangu naona wako hapa. Chama cha Mapinduzi kiliangalia katika watu ambao tumeomba nafasi ya kupeperusha bendera ya chama, ikaona tunampa huyu darasa la 7, tunaachana na wasomi wote, tunampa la 7 kwa sababu walipima, waliuliza, wakaona huyu ndiye anayefaa kutuvusha. Sasa niko katika harakati ya kuonesha utofauti. Watu wanakuja kuniletea vurugu, kuniletea kesi. Mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu na naishukuru mahakama imetenda haki. Iwaache tufanye kazi, matokeo watayaona. I'm so happy. I'm so happy.